Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Wakati huu tunakuletea ripoti ambayo inaeleza namna ambavyo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amepata hofu na kusema kwamba hafikiri kupeleka wanajeshi wa Ufaransa huko Hormuz bila utaratibu na Iran. Baada ya ripoti iliyotolewa na jeshi la Iran baada ya vitisho vyake kwamba wale wao wa Faransa na Waingereza waingize majeshi yao katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amefutilia mbali kutumwa kwa jeshi la Ufaransa kwa upande mmoja katika mlango wa bahari wa Hormuz, huku kukiwa na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Akizungumza leo Jumatatu katika mkutano na waandishi wa habari katika mji mkuu wa Kenya Nairobi, pamoja na rais wa Kenya William Ruto, Macron alisema Paris haijawahi kufikiria kupeleka meli za kivita za Ufaransa kwenye mlango wa bahari wa Hormuz bila uratibu na Iran. Uhamisho wa Ufaransa haukuzingatiwa kamwe, Macron aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano na waandishi wa habari. Hata hivyo, alibainisha kuwa Paris iko tayari kutoa msaada kwa uratibu na Iran ili kuruhusu kuanza tena kwa usafiri wa baharini katika mlango wa Hormuz. Kuhusu kupelekwa kwa shehena ya meli ya Ufaransa iliyobeba ndege za kivita inayofahamika kama Charles de Gaulle kusini mwa Bahari Nyekundu, Macron alisema hatua hizo zinatokana na kuongezeka kwa mivutano katika eneo hilo. Matamshi hayo ya Macron yametolewa huku Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ikitoa onyo dhidi ya kuwepo kwa meli za kivita za Ufaransa na Uingereza na nchi nyingine yoyote iliyojenga kijeshi karibu na mlango wa bahari wa Hormuz. Ufaransa kupitia rais wake Emmanuel Macron ameweka wazi kwamba kamwe hatupeleka jeshi katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz na hataweza kufanya hivyo bila kufanya uratibu kamili na Iran. Tehran imetangaza kuwa harakati zozote za wanamaji katika mlango wa bahari wa Hormuz lazima ziwe na uratibu na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazem Gharibabad alisema katika chapisho kwenye akaunti yake ya X mnamo Jumapili baada ya Ufaransa na Uingereza kutangaza uamuzi wao wa kupeleka meli za kivita katika eneo hilo kwamba kutumwa ndani au karibu na mlango wa bahari wa Hormuz kutakabiliwa na jibu la haraka na kali. Mvutano wa kieneo uliongezeka baada ya vita vilivyochochewa na Israel na Marekani dhidi ya Iran na kusababisha kulipiza kisasi kutoka kwa Tehran na washirika wake katika Ghuba ya Uajemi na kwingineko, pamoja na kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Hadi sasa juhudi za diplomasia za kurejesha amani katika njia ya kimkakati ya maji ambayo hubeba sehemu ya 5 ya mafuta na gesi duniani sawa na 20 hadi 25 imezuiliwa na rais wa Marekani Donald Trump. Wataalamu wanasema kuzuia mlango wa bahari wa Bab el-Mandeb unaodhibitiwa na wapiganaji wa Kihuthi wa Yemen, ambao umekuwa ni njia mbadala tangu kuanza kwa udhibiti wa Iran kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, kungezuia mauzo ya mafuta ya Saudi Arabia kutoka bandari zake za magharibi. Vikwazo hivi vya Yemen vinaweza kusababisha kupanda zaidi kwa bei ya mafuta ya kimataifa ambayo imepanda maradufu ikilinganishwa na kabla ya uvamizi wa Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mnamo Februari 28. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili uwe unapata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utayajua mengi yanayojiri duniani.